Hapa kuna baadhi ya maswali tutajibu kwa kadiri ya wakati. Tungeangalia swali moja au mawili katika matatu. Maswali yako matatu hapa, lakini tungeangalia swali moja kwa hali ilivyo. Swali la kwanza, nasema maswali haya ni kuhusu darasa ya jana. Swali la kwanza, wataamiliana vipi na mwalimu wao, wanafunzi ambao mwalimu wao ni salafi lakini ana ususuwavu na muamala mgumu, au analazimisha kumqallidi katika masala yenye khilafu kubwa. Kwanza, kabla ya kulijibu hili, ni nasaha. Asli ya mwalimu anatakiwa awe na rahma kwa wanafunzi. Mwalimu awe ana linul janib kwa wanafunzi wake, bali mtu Muislamu anatakiwa awe hivyo, mlaini. Haina maana awe ghabi, awe muhmil, la, asli ni upole na linul janib. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى anaeleza wasifu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu ya rahma ya Allah tabaraka wa taala. Wewe Muhammad umekuwa ni laini kwao, na laiti ungelikuwa wewe ni jeuri, fedhuli kabisa, maneno yako makali, msusuwavu wa moyo, basi ungekukimbia wale kando yako, kuonyesha kwamba tabia za ufedhuli na maneno makali au tabia ya mtu kuwa na ususuwavu katika moyo na muamala kwa watu, muamala wako mgumu, si katika tabia nzuri, si katika makarimul akhlaq. Mtu anaweza akawa hivyo tangu udogo wake, amekulia hivyo, ana hasira, ana hivi, hajali, lakini tayari ukishaingia katika jambo la da'wa, kuna baadhi ya akhlaq zinakuwa ni muktasaba. Jilazimishe sasa, jifanyishe hivyo hivyo mpaka utaweza, ukhafifishe ile makali ya muamala wako. Kwa hiyo nasaha kwa walimu, lazima walimu wawe na rahma, ndio asli, kuliko kuwa na ususuwavu wa moyo na maneno makali, maneno ya kejeli ya kukatisha tamaa. Wamkatisha tamaa mwanafunzi hivi hivi, si jambo la sawa. Kuna walimu ukikosea tu atakukatisha tamaa kwamba wewe basi, mpaka ukajishukuru kweli mimi Muislamu mimi, mpaka ushukuru Uislamu wako kwa maneno ambayo yanopita hapa. Sasa walimu watakiwa wajifunze namna ya kuzungumza na wanafunzi, kwa sababu maneno yao yana athari. Maneno ya walimu yana athari, ima katika kuwajenga au kuwabomoa, kuwajenga wanafunzi au kuwabomoa. Atakuwa ni mas'ul mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo. Kwa hiyo tanabaha katika hili, utanabahi mwalimu katika hili, angalia haki za wengine. Hata wewe kabla ya kuwa mwalimu ulikuwa mwanafunzi, ungekatishwa tamaa, pengine usingeendelea. Wewe hujui, wewe huwezi kabisa, wewe huwezi, hutaweza. Yani mwalimu kila siku akwambia maneno hayo hayo, kila siku, kila unavyojitahidi kwamba hamna kitu. Kwa hiyo watakiwa mwalimu uwe na rahma na lugha za kumpa matumaini mwanafunzi na kumshajiisha, na kila mmoja utaamali kwa jinsi yeye alivyo, apewe haki yake. Mwanafunzi muhmil apewe, achukuliwe hatua za kuacha ihmali yake. Mwanafunzi mzembe, maana kuna wanafunzi wazembe, na uzembe wanafunzi pengine ukaja kutokana na ule upole, mwalimu kawa mpole, yani yeye hajali kabisa, ili pia ni tatizo nalo. Kwa hiyo lazima mwalimu awe katika hali ya wasat, lakini usimdhulumu mtu haki yake, kwa sababu hata huyo mwanafunzi naye
ni mwanadamu muislamu, pengine salafi mwenzako, hebu mpe haki yake ya uislamu wake. Lakini pia jambo jingine, kama ikiwa mwalimu yuko hivyo ana ususuwavu, basi upande mwingine tena wananasihiwa wanafunzi wafanye subra. Isbir ala jafa almuallim, subiri, fanya subra juu ya ususuwavu wa mwalimu, mvumilie. Unajua kwamba haya ni marhala napita tu, wewe mfanyie subra mwalimu wako juu ususuwavu wake, yasikudhuru hayo. Lakini kama akiwa ni mtu mpole, anaheshimu kazi unayoifanya, juhudi unayoitoa, anakupa irshadati, fahmadillah. Akiwa tofauti na hivyo, basi mfanyie subra, subiri. Kama ni mtu aweza kumnasihi, mpe nasaha. Wewe huwezi, tumia njia nyingine ya kunasihiwa. Kwa mwalimu anafanya hivi na kadha wa kadha, anasihiwe. Lakini wewe asili yako talibul ilm ni kufanya subra juu ya hali aliyonayo mwalimu, juu ya ususuwavu na ugumu. Ama masala ya mwalimu kulazimisha kumfanyia taklidi katika masaili ya khilaf baina ahli ilmi, na kuna adilla, kila upande una namna ulivyoshika adilla zake. Lakini mwalimu ataka kulazimisha lazima watu wafuate msimamo wangu, hili si jambo la sawa. Hili sio jambo la sawa, kwa sababu yeye hana mamlaka ya kufanya hivyo, kulazimisha watu juu ya misimamo. Kwamba mimi msimamo wangu ni huu, ukitaka ndio hivyo, usipotaka ndio hivyo hivyo, fuata. Si jambo la sawa. Mwanafunzi talibul ilm anatakiwa akinaishwe kwa dalili, kwamba adilla ni hizi. Pengine labda wewe umeshika kwenye dalili unashika ni dhaifu, la yu'tabar, kwa sababu sio kila khilafu inakuwa ni mu'tabar. Sasa khilafu iliyokuja nayo ghairu mu'tabar, haizingatiwi, basi kufuata maelekezo ya mwalimu ni bora. Lakini khilafu qawi baina ahli alilm, hata wanaochuoni wa zama za sasa kama ulama wetu pengine wamekhtalifiana katika masala haya, haina haja kumlazimisha mwanafunzi kwamba lazima afuate msimamo wako. Aljambo ni kwa wasaa na ukunjufu wake, weka dalili zako wazi, watu wafuate dalili. Ila kama kutakuwa masala ya faudha mathalan, lazima putoke kauli ya moja kwa moja kwamba basi tafuata hivi, lakini si masala kulazimishana kwamba sasa sisi utaratibu kutokana na hili, kwa kuzuia faudha hii, fujo hii, basi itabidi tuende namna hii. Hii kauli na hii ni kauli, lakini tutakwenda namna hii. Si masala ya taklidi. Sasa hakuna mambo ya taklidi. Ikiwa Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi amekataa watu kumqallid, wewe nani mpaka watu kuqallid? Ash-Shafi'i rahimahullah na wengineo katika imma ahli sunna wal jamaa wote hawataki taklidi, watu waqallid. Wewe ni nani mpaka ulazimishe kwamba watu wafuate kauli yako waqallid? Kwa sababu kusema masala taklidi ni kufuata kauli al-ghairi bila dalili, kuifuata kauli ya mtu mwingine bila ya dalili, hiyo ndio taklid. Sasa shekhe ataka watu wamqallid. Tahadhari jambo hili, kwa sababu utaasisi uhizbia ndani yake, utaasisi uhizbia ndani yake, na athari yake ni mbaya katika safu, katika da'wa. Kwa hiyo watu watahadhari, na hili hatujaliona kwa maulama wetu tunaowajua katika zama za sasa, wanaosomesha watu katika misingi ya salafia na da'wa salafia. Hakuna jambo hili. Unaweza kana kauli hii na shekhe mwingine na kauli ile, ndani ya wanafunzi wa shekhe huyu wafuata kauli ya yule, waacha kauli ya shekhe wao hapo. Kwa hoja alizozitoa yule wanazishika za yule, hawafuati kauli ya huyu. Mfano labda pale Darul Hadith Dammaj wa Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, الشيخ رحمه الله تعالى katika msimamo wake katika masala ya tahrik al-isba, kutikisa kidole, yeye anaona kwamba hadithi ya tahrik ni shadh. Hadithi ya tahrik ni shadh, haikuthibiti. Lakini kwa msimamo wa Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, hadithi thabit
yale maelezo yaliyokuja kuhusu Zaid bin Qudama na wengineo kwamba kuna shudhudh, kuna kadha, kuna ziada. Sheikh Al-Albani ametoa ufafanuzi, anaona kwamba hadithi thabit na tahriki hasil iko katika markaz ya Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala. Yuko kuna watu wanakwenda na msimamo wa Sheikh, wanaona kwamba hadithi shadh, hadithi ya tahrik ni shadh, lam yathbut, kwa la yuharrikuna al-isba', wanaona kwamba jambo halijathibiti. Lakini hapo hapo kuna wanafunzi ambao wanaona kwamba msimamo aliosimamia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ni msimamo sahihi, na ile ni ziada ya Zaid bin Qudama lam tukhalif al-mazid, haikukhalifiana zile zilizozidishwa. Kwa hiyo hadithi ni thabit, ni katika ziyadatu thiqat. Kwa hiyo wao yarauna at-tahrik, lakini wako ndani ya markazi ya Sheikh. Kwa ni jambo la kiilmu, huwezi kulazimisha kwamba lazima iwe hivi, lazima iwe vile, kwamba nifuateni mimi, ili tujaliona kwamba ulama wetu waliosimama katika haki katika da'wa hii, da'wa salafia. Na kulazimisha hayo kutaka kuleta uhizbia au kuleta misingi ya tasawuf katika da'wa salafia. Kwa hiyo tahadharini na jambo hilo, wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah, kama tulivyoeleza katika darasa jana, tutaanza darasa zetu rasmi يوم السبت katika upande wa, tutaanza na hadithi kitabu al-Jawhar an-Naqi ili tuimalize juzu ya pili, alafu turudi katika ratiba zetu za kawaida insha Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.